And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and the rainbow was upon his head. His face was as it were the sun, and his feet as spear of fire. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot up on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voice. And when the seven thunders had uttered their voice, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth, lifted up his hand to heaven, and saw by him that live forever and forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea, and the things which are they, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servant the prophet. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo saba zikatoa sauti zao. Hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba, usiyaandike. Na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba, atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Naweza kuketi, Mungu awabariki. Amina. Namshukuru Mungu kuona tena jioni. Mungu awabariki. Muda wangu ni mfupi sana. Ujumbe wa ndugu Branham ni kubwa sana. Sasa kuna mambo mengine ambayo sitaweza kuyafunza kwa kuileta yote sahihi, kwa sababu ujumbe ni kubwa sana. Na kesho ndio nawaza, kesho ndio kutakuwa mahubiri ya mwisho. Mchungaji, ni hivyo kesho. Sasa sina muda mrefu, na unaona mambo yote ambayo tunajifunza hapa ni mambo inaomba kuyaikalia kwa masiku mingi sana ya ubiri. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu
niko mbele ya watu ambao wanampenda nabii. Amen. Wenye kuwa tayari kusema amina kwa kila neno ambayo nabii anasema. Amen. Mambo mengine ni Roho Mtakatifu ataenda na yafasilia ndani yenu. Sababu ninaamini ninahubiri kwa hii kanisa ambao mna watu ambao tayari Mungu ameshakuwabariki kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa Roho wa Mungu ndani yako, mambo mengine mimi mhubiri naweza kuwa kuna jambo fulani sikuliweka vizuri, lakini Roho wa Mungu ndani mwako ataliweka vizuri. Basi Bwana wabariki sana. Kuna swali moja ilisemewa kuhusu kunyakuliwa. Nabii, kuna ujumbe nabii alihubiri ujumbe moja anaita kunyakuliwa. Hiyo rapture. Bwana wabariki. Kuna ujumbe wa nabii, kuna ujumbe jina la ule ujumbe ni rapture. Kunyakuliwa. Kuna ujumbe wa aina hiyo. Sawa vile kuna ujumbe wa ndoa na talaka. Ukitaka kuona maneno ya ndoa, talaka, unaangalia huko uone nabii alisema nini. Pia kuna ujumbe mwingine kunyakuliwa. Na ukitaka kuelewa nabii alifundisha kunyakuliwa, baada ya kunyakuliwa anaenda kuhubiri tena things that have to come. Anasema ninaleta hii mahubiri ili niongeze kwa ile nilihubiri jana kuhusu kunyakuliwa. Sasa mahubiri mbili ukisoma huko ndani itakusaidia sana kuelewa jinsi kunyakuliwa kutakuwa. Bwana awabariki. Lakini nabii anasema mahubiri moja ile ya kunyakuliwa, anasema hivi. Kunyakuliwa ambao watu wengi wanafundisha ni tofauti na kunyakuliwa nabii alifundisha. Paulo wakati alikuwa anaongea kuhusu kunyakuliwa, Paulo alisema kuhusu tamko, aliita kunyakuliwa caught up. Kutwaliwa juu. Ndio jinsi Paulo alihubiri caught up. Kutwaliwa juu. Ndugu, unaweza kuangalia ile ujumbe kunyakuliwa. Tafuta tamko caught up. Utaona fasi moja nabii anasema. Nabii anasema Paulo alihubiri, Paulo alisema caught up. Anasema lakini mimi sitasema caught up. Mimi ninasema rapture. Bwana wabariki. Sasa nyinyi mtajaribu kuangalia kwa kamusi yenu, muone caught up ni nini na rapture ni nini. Sababu yeye alisema, Biblia inasema caught up. Lakini mimi Branham ninatumia tamko rapture ambayo haiandikwe kwa Biblia. Haijaandikwa kwa Biblia. Neno rapture alipo kwa Biblia. Anasema sasa mimi natumia hilo neno rapture kwa kumaanisha kunyakuliwa. Unaweza uone jinsi nabii anasema. Sasa sisi wakati tunahubiri hiyo caught up ya Paulo, ndio ile sisi tunahubiri hadi saa hii. Na nabii alisema yeye anatia rapture pale pa caught up. Sasa sisi wakati tunahubiri tunasemaka tu tutaenda juu. Sasa hiyo ya hivyo ni yenye Paulo alihubiri. Lakini nabii yeye alitia rapture. So unaona caught up together. Ni fasi moja anatia tofauti kati ya rapture na caught up. Anasema Paulo wakati unaitafuta atia fasi kwenye unatia caught up na rapture, utie hiyo mbili. Okay, sawa. Utie caught up na rapture. Sasa nyinyi ni Waingereza, mjaribu kuona kwa nini nabii alitia hiyo tofauti. Kwa nini pale pa kutumia caught up alitumia rapture? Kwa nini? Mjaribu kuangalia makamusi zenu, mtaona kama kuna tofauti kati ya caught up na rapture. Rapture haimaanishi tu kwenda juu. Rapture haimaanishi tu kwenda juu. Mnaiona? Nabii anasema the word rapture
in the Bible is not even used at all. Neno rapture katika Biblia, Unyakuo. sasa ninabidi nisome jinsi Sema jinsi. Soma tu. Neno kunyakuliwa katika Biblia halijatumika mahali popote. The word rapture in the Bible is not even used at all. Neno kunyakuliwa halijatumika popote katika Biblia. Anasema we just put that word there. Sisi ndio tumeliweka neno hilo hapo. The Bible says caught up. Biblia yenyewe inasema kutwaliwa juu. Being caught up. Kutwaliwa, kule kutwaliwa juu. We read here in anaendelea Thessalonians. Sasa mjaribu kuangalia kwa kamusi zenu. Caught up, kwa nini nabii akutumia caught up aliona vizuri atie rapture? Bwana ubariki. Amina. Sasa caught up inamaliza kwenda juu. Lakini rapture haimaanishi kwenda juu. Nadhani muangalie kwanza kwa kamusi tuone, sababu ni Kiingereza, mimi si Kiingereza. Muangalie kwanza caught up na rapture inaonesha nini. Rapture haimaanishi kwenda juu, haimaanishi kushuka chini. Lakini rapture inamaanisha kuondoa kitu mahali kilipokuwa kukitia mahali pengine. Kuhamisha. Transfer. Bwana wabariki. Na kisha anasema kitu kingine, anasema yeye ndugu Branham anasema kitu kingine hapa hivi. Kuna mtu anapata kamusi? Kuna mtu anaweza kutusaidia? Hayapatikana? Okay, sawa. Kama haipatikana mwitende mkachunguze. Ndugu, unaweza kutuambia nini kama tunaweza kusikia rapture maana inamaanisha nini rapture? Kwa nini sasa ndugu Branham aliona vizuri atumie rapture pale pa caught up? Rapture inakuliwa a feeling of intense pleasure or joy. A feeling of intense pleasure or joy. Hali ya kusikia furaha ya kiwango cha juu sana. Amen. Ni kweli. Yeah. Manake ni joy, delight. Maana nyingine ni mbingu ya saba. Maana nyingine ni usafiri. Sinoni mazi yake hapa anasema ni bliss, delight, joy. Ndio maana yake. Maana yake nini? Joy, delight. Delight maana yake? Delight. Ni kuwa overwhelmed. Furaha iliyopitiliza. Na enthusiasm labda kujisikia. Okay, sawa. Basi Mungu awabariki. Sasa nyinyi nitaingia katika hali hiyo. Kwa kamusi zenu. Sasa tunapohubiri kunyakuliwa, tuhubiri kama nabii. Sasa huko tusione sababu hao watu wa madhehebu wanasema tutaenda juu, tutapanda huko. Na sisi tuje hapo tunasema tutapanda huko, tutaenda juu. Sivyo. Sisi tuongee kama nabii. Amen. Tuongee kama nabii, tuhubiri kama nabii. Ndoa zetu zifanyike kama nabii alivyosema. Amen. Mambo yote yawe kama nabii. Amen. Sisi ni Israeli wa Mungu kwa leo. Amen. Tuna mambo yetu ambayo haiwezi kuwa mahali pengine. Sababu Israeli wa Mungu, Israeli kwa kawaida, Mungu alitofautisha Israeli na mataifa mengine hata kwa upande wa chakula.
hata kwa upande ya chakula. Mungu aliambia Israeli, samaki ambayo hana magamba, wewe Israeli usile. Wakati wa mataifa wanakula samaki yenye haina gamba, aliambia Israeli, wewe usile samaki kama ule. Aliambia Israeli, usile nyama ambayo hana na hiyo nini ya ngombe hiyo. Kwato. Usile nyama ambayo hana kwato. Usile ule nyama wewe Israeli. Bwana wabariki. Hata chakula chao Mungu aliwatofautisha na wengine. Na sisi Israeli wa Mungu leo ni sisi. Kwa nini tufanane na madhehebu? Kwa nini uje wa pili wa Yesu tuhubiri kama madhehebu? Unyakuo tuhubiri aina ya kidhehebu na tulimpokea nabii. Bwana wabariki. Sisi tuangalie ndani ya nabii. Nabii yeye kwake yeye kunyakuo ni nini? Na tuamini hivyo. Bwana wabariki. Silete mafundisho mapya. Mnisamehe. Silete mafundisho mapya. Ninasema yenye nabii anasema. Ni mafundisho mapya kwa madhehebu, lakini haiko mapya kwenu nyinyi. Sababu hii ndio msingi yenu. Nabii Branham ndio msingi wa imani yetu. Ndio msingi wa imani yetu. Wewe kijana ambao hujaoa, unataka oa, nabii anasema nini? Wewe binti ambao hujaolewa, unataka olewa, nabii Branham anasema nini? Kwa mambo yote tuangalie nabii anasema nini. Bwana wabariki. Unaenda kazini, unatumika, unapata mshahara wako. Ukishakuwa na ile mshahara kwa mkono wako, nabii anasema nini? Ule mshahara ukishakuwa kwa mikono yako, sasa uko na ule mshahara kwa mkono wako, sasa ujiswali pamoja na ile mshahara, nabii anasema nini? Nabii anasema pamoja na ile mshahara toa fungo lako la kumi. Bwana wabariki. Mambo yote tutembee kama jinsi nabii alisema, na Mungu atatubariki sana. Na Mungu atatubariki sana. Muda umefika, wenye mmoja anakuja anataka kwanza kuongea na wewe kuhusu mabaya ya ndugu fulani wala dada fulani. Anafika kwenye huko anaanza ongea. Wewe ujiswali ndani yako, kwa hii kesi hii nabii anasema nini? Kwa hii kesi nabii anasema nini? Nabii anasema ukiona tu yenye nabii anasema, utachana na hiyo maneno na Mungu atakubariki. Sisi ndisi mnaona hapa wapendwa, sisi ni ufalme wengine. Sisi ni ufalme na mfalme wetu ni Bwana Yesu Kristo. Sisi ni ufalme wengine. Sisi ni watu wengine. Bwana wabariki. Na tabia zetu tofauti na wengine. Amina. Ndio kwa maana kwa kila swali, kwa kila jambo tutafute nabii anasema nini. Sasa kunyakuliwa kwa nabii na kwa Paulo ni tofauti. Paulo yeye alisema caught up, lakini nabii alisema rapture. Waliwa juu, kunyakuliwa. Nabii alisema yeye, nabii anasema mimi nilitia hapo rapture. Bwana awabariki. Some kitu kingine nabii anasema. Hiyo Mahubiri paragraph 65 66. Mahubiri hiyo kunyakuliwa. Sijui kwa nini nabii Branham alikuwa anasema mambo kama haya, na mimi sijui kwa nini. Sijui ni kwa nini, sijui ni kwa nini nabii anasema mambo kama haya. Na mimi sijui kwa nini. Anasema hivi,
But to the church, lakini kwa kanisa, the bride, bibi harusi, the rapture is a revelation to her. Kunyakuliwa ni ufunuo kwake. Nabii anasema, but to the church, lakini kwa kanisa, the bride, bibi harusi, the rapture is a revelation to her. Kunyakuliwa ni ufunuo kwake. It's revealed to her. Imefunuliwa kwake. Kwa bibi harusi kunyakuliwa ni ufunuo. Na hiyo ufunuo inafunuliwa kwake. It's revealed to her that the revelation, kwamba ufunuo huu, the true bride of Christ will be waiting for that revelation of the rapture. Bibi harusi wa Kristo wa kweli, yeye ataungoja huo ufunuo, atangojea ufunuo huo unyakuo. Na ufunuo ni jambo la kipekee kati ya Mungu na mwanadamu. Ya kibinafsi. Amen. Ni jambo la kibinafsi kati ya Mungu na mwanadamu. Ufunuo ama ufundishake kumimbari. Kumimbari wanafundishaka ndio neno la Mungu. Kisha Roho Mtakatifu analeta ufunuo. Bwana abariki. Kwa maana mimi natoa tu neno, kisha Roho ya Mungu akupatie ufunuo. Sababu rapture ni ufunuo. Ufunuo haiko mhubiri, haiko mchungaji anatoa ufunuo. Mchungaji anatoa neno, kisha Mungu anakupa wewe ufunuo. Amina. Ni hivyo mpendwa, kwa ajili ya kunyakuliwa. Nabii anasema ni ufunuo. Sasa anasema bibi harusi wa kweli wa Kristo ataongoja jinsi apate hiyo ufunuo. But to the church, the bride, the rapture is a revelation to her. Lakini kwa bibi harusi ufunuo au nyakuo ni ufunuo kwake. It's revealed to her. Inafunuliwa kwake. That the revelation, the true bride of Christ will be waiting for that revelation of the rapture. Kwamba ule ufunuo, bibi harusi wa kweli wa Kristo atangoja ufunuo huo unyakuo. Now it is a revelation, for the revelation is a faith. Sasa ni ufunuo, na ufunuo ni imani. You cannot have a revelation without it being faith. Huwezi kuwa na ufunuo pasipo ufunuo huo kuwa imani. Faith is a revelation. Imani ni ufunuo. Because it's something that's revealed to you. Kwa sababu ni kitu fulani kinafunuliwa kwako. Faith is a revelation. Imani ni ufunuo. Okay, basi Bwana wabariki. Kwa bibi harusi kunyakuliwa ni ufunuo. Lakini Bwana wabariki. Lakini kwa kufuatana mafundisho ya Nabii Branham, Nabii Branham anasema wakati tu vizazi vya kanisa vimekoma na bibi harusi ananyakuliwa. Hiyo ndio mafundisho ya Nabii Branham. Bwana wabariki sana. Amen. Hii atasema kitu moja hapa. Sikutaka sana kuongea haya mambo sababu, lakini niliona kulikuwa swali moja ya mgeni wa swali kuhusu hiyo. Sasa kuna mambo nabii anasema kuhusu hiyo, kuhusu kunyakuliwa. Mwenyewe peke mnaona hapo anasema kwamba kunyakuliwa ni ufunuo. Paulo alisema kota yakatumia rapture. Sasa kunyakuliwa kwenyewe tunahubiri sana sisi pamoja na Wapentecost. Tunahubiri kunyakuliwa hiyo ya mtu anaondoka hapa iko na panda mbinguni. Sasa hiyo ni yenyewe Paulo alihubiri. Kota ni kutoka hapa chini unaenda huko na panda. Lakini nabii yeye akahubiri rapture.
Sasa ninyi wa Waingereza mwangalie kwa makamusi zenu muone rapture inasema nini. Bwana wabariki. Nasema tuangalie kwanza. Basi Mungu awabariki sana. Nasikia nitaka kusema kitu moja hapa jioni. Nitaka kusema kuhusu ufunuo. Nitaka kusema kuhusu muhuri wa 7. Sasa nataka niseme kuhusu muhuri wa 7. Mungu awabariki. Muhuri wa 7, tufungue Biblia zetu. Tufungue Biblia zetu. Tuangalie kitabu ya Ufunuo sura 6. Ufunuo sura 6. Unajua sisi ni waaminio wa ujumbe wa Nabii William Branham. Hiyo inapenda sana wapendwa, tuwe tunarutilia hiyo jambo. Tuielewe vizuri. Ufunuo sura 10, sura ya 6, mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 16 ni wakati wenyewe Bwana Yesu yuko anavunja mihuri. Yuko anavunja muhuri baada ya wengine, muhuri baada ya nyingine, muhuri baada ya nyingine. Bwana wabariki. Sura 5 ya Ufunuo ndio wakati Bwana Yesu anatoa na kitabu, anachukua kitabu kwa mikono ambaye alikuwa anakaa kukiti. Bwana Yesu anachukua kitabu. Ufunuo sura 5. Sasa Ufunuo sura 6, wakati amesha kuchukua kitabu, anaanza kuvunja mihuri. Ufunuo sura 6 yote ni mihuri. Bwana Yesu anavunja mihuri moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Bwana wabariki. Amen. Anapomaliza kufika kwa Ufunuo sura ile Ufunuo sura 6 mstari wake wa 6, acha tuone ni wapi. Hiyo Ufunuo sura 6. Hiyo Ufunuo sura 6. Ni wapi? Hiyo Ufunuo sura 6 kwa mstari wake wa 12 tunaweza kusoma hapo. And I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid themselves in dance and in the rock of the mountains, and said to the mountain and the rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath on the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So, Ufunuo 6 mstari wa 12.
Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na visiwa na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na nchi ya miamba na chini ya miamba na milima, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Bwana wabariki. Amen. Hiyo nilipenda tusome muhuri wa 6 juu ya muone jinsi mihuri ilikuwa inafunguliwa tangia muhuri wa kwanza mpaka muhuri wa 6. Kila muhuri wakati walikuwa wanauvunja, ndani ya kila muhuri mulikuwa sauti, mulikuwa maneno, mulikuwa mifano katika kila muhuri, tangia muhuri wa kwanza mpaka muhuri wa 6. Tunafika muhuri wa 6, si ni huyu hapa sura ya 6. Tunaingia kwa sura ya 7. Kwa mpangilio wa Biblia, kwa kuona jinsi Biblia tunazoea kuona Biblia, vile muhuri wa 6 ulikomea hapa kwa mstari wa 17. Tunaanza sura ya 7. Muhuri wa 7 ungeanza nao hapa kwa sura ya 7, mstari wa kwanza ingekuwa muhuri wa 7. Bwana wabariki. Lakini mtaona kwamba akishamaliza muhuri wa 6, Mungu anatia maneno mengine hapa sura ya 7 bila kuongea kuhusu muhuri wa 7. Bwana wabariki. Bila kuongea kuhusu muhuri wa 7, anaenda kutia muhuri wa 7 kwa sura ya 8. Haya mambo yote Mungu anafanya hivi kwa lengo fulani. Sasa anaenda kutia muhuri wa 7 kwa sura ya 8 mstari wa kwanza. Anasema, and when he had opened the 7th seal, there was a silence in heaven about the space of half an hour. Hata alipoifungua muhuri ya 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Bwana wabariki. Muhuri wa 7 wanatuambia alipofunua muhuri wa 7, ndani ya muhuri wa 7 hamuna sauti wala mfano, iko kimya, hamuna kitu chochote ndani, hakuna kitu ya kuona ndani. Lakini mihuri ingine yote mlikuwa sauti, mlikuwa maneno, mlikuwa mifano. Lakini muhuri wa 7 ni kimya nusu saa. Ndani hamuna hata mtu hawezi kuona kitu ndani wala kusikia sauti. Bwana awabariki. Amen. Sasa nabii anasema hivi. Sasa ile muhuri wa 7 yenye mnaona ndani yake mko silence, mko kimya ya nusu saa. Anasema hiyo muhuri wa 7 nayo humu ndani yake mko matukio. Kwa ile muhuri wa 7 mna matukio mule ndani, nayo mna mambo mule ndani. Bwana wabariki. Sasa matukio ya muhuri wa 7 yenye kwa ndani ya muhuri wa 7, nabii anasema njoo Ufunuo sura 10. Amen. Bwana wabariki. Mwangalia Ufunuo sura 10. Si tulisoma saa hii. Tulisoma nini Ufunuo sura 10? Mmoja tusomea haraka haraka. Ufunuo sura 10. Ndugu mmoja tusomea haraka haraka. Sura 10 mstari wa kwanza mpaka 7. Sasa ile yenye mtasoma pale njoo matukio ya yenye kwa muhuri wa 7. Ndio. Kisha nikaona katika mkono wa kuume
wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri 7. Kimetiwa Ni hapa? Ni 10 mstari wa kwanza. Sura 10. Mstari wa kwanza mpaka 7. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Sasa hii ni tunasoma saa hii. Hii ni tunasoma saa hii. Ndio tukio ya muhuri wa 7. Muhuri wa 7 ni malaika wa uwezo mwenye kunashuka mbinguni. Hiyo ndio muhuri wa 7. Soma. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno yao yaliyonena na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7, atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Amen. Amen. Basi Bwana wabariki. Hiyo tunasoma hapo Ufunuo sura 10 ni matukio ya muhuri. Ndio mambo ilikuwa muhuri wa 7. Ufunuo sura 10. Hiyo Ufunuo sura 10 mnaona hapo. Ile huyo malaika wa uwezo mnaona anashuka hapo. Hiyo ndio maneno ilikuwa muhuri wa 7. Tusome nabii. Wapateni. Maswali, questions and answers. Maswali na majibu. Maswali na majibu. Maswali na majibu. Tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 1964. Jioni. Swali namba 422, para ya 1177. Hivyo. Ndio. Para ya 1177. Swali nasema hivi. Is the seventh angel as spoke of Revelation 10 the same person as Elijah of Malachi 4? Je, ni namba 4. Question and answer namba 4. Namba 4. Question and answer 4. Yes. Sasa tusome tusikie ngisi nabii wetu yuko nasema hapo. In the seventh angel as spoken of Revelation 10, the same person as Elijah of Malachi 4. Je, yule malaika wa 7 kama ilivyonenwa katika Ufunuo 10 ni mtu yule kama Elia wa Malaki 4? Okay. Did I answer that? Je, nimejibu hilo? That don't sound like I answered that. Hiyo haisikiki kama vile nimekwisha. Yes, is the same person. Ndio, ni mtu yule. Amen. Revelations 10, Ufunuo 10 is the seventh angel's message. ni ujumbe wa malaika wa 7. Ndugu Branham, ujumbe wake ni Ufunuo sura ya 10. Amen. Bwana wabariki. Amen.
Huyo ndio ujumbe wa ndugu Branham. Ni Ufunuo sura 10. Na Ufunuo sura 10, wakati unafungua Biblia kwa kusoma, watakwambia ngurumo 7, watakwambia malaika wa uwezo alishuka toka mbinguni. Hiyo ndio ujumbe wa ndugu Branham. Bwana wabariki. Revelation 10 is the 7th angel's message. Ufunuo 10 ndio ujumbe wa malaika wa 7. Which the 7th angel messenger of the 7th church age, which is Malachi 4. Ambapo malaika wa 7 ni mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa, ambayo ni Malaki 4. Bwana wabariki. Wapendwa ndugu zangu na dada, ujumbe wa ndugu Branham unaitwa Ufunuo sura 10. Ndio ujumbe wa ndugu Branham. Amina. Wakati wowote katika imani yako au yafikia hapo Ufunuo sura 10, ungali mbali na ujumbe wa ndugu Branham. Nasoma ingine. The Feast of the Trumpets. Sikukuu ya Baragumu, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 1964, para ya 264. Bwana wabariki. Tunaweza soma Metupatia, umeipata? The Feast of the Trumpet ya 64. Tarehe 19 mwezi wa 7. Mchana ndio asubuhi. Paragraph 264. Tunaweza soma hiyo. Look, I want to say one more thing. Angalia, nataka niseme kitu kimoja kingine cha ziada. Don't miss this. Usilikose hili. Amen. Outstriking. Jinsi ilivyo la kushtua. From the 7th angel's messenger of the 7th seal. Kutoka kwa malaika wa 7, mjumbe wa ule muhuri wa 7. Branham anatuambia yeye ni mjumbe wa muhuri wa 7. Kwa sababu muhuri wa 7 na Ufunuo 10 ni kitu moja. Kitu moja. Bwana wabariki. Messenger of the 7th seal. Mjumbe wa ule muhuri wa 7. Message in Revelation 10. Ujumbe katika Ufunuo 10 was the 7th seal. Alikuwa yeye ndiye muhuri wa 7. Bwana wabariki. Amina. Wapendwa, ujumbe wa ndugu Branham unaitwa muhuri wa 7. Ndugu Branham ni mjumbe wa muhuri wa 7. Bwana wabariki. Sasa muhuri wa 7 ni nini? Amina. Sababu ndugu Branham ni mjumbe wa muhuri wa 7. Alafu muhuri wa 7 ni nini? Bwana wabariki. Kabla hatujaendea hiyo, tusome tena hapa Ufunuo sura 5. Ufunuo sura 5. Ujumbe huo unaitwa ni ujumbe wa nabii, ujumbe. Ufunuo sura 5, tarehe ya pili. Tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1961, para ya 207. 207. Revelation chapter 5 part 2. Tayari tunaweza lisoma hilo. Nasikia kama iko tayari huko. Sawa. The
The seventh and the last one of these seals, ya saba na ya mwisho, wa saba na wa mwisho wa mihuri hizi, wa saba na wa mwisho kati ya mihuri hizi, katika mihuri hii. The seventh and the last one of these seals, ya saba na ya mwisho katika mihuri hii, when they are opened, wakati unafunuliwa, wakati unafunuliwa, inapofunuliwa. Weke vizuri ndugu hiyo. sawa, Wa saba na wa mwisho katika mihuri hii wakati inapofunuliwa. when they are opened, wa saba na wa mwisho katika mihuri hii wakati inapofunuliwa. it's found in Revelation the 10th chapter. Inakutwa katika Ufunuo sura ya 10. Amen. There was a mighty angel which was lost. Uwepo na malaika mkuu ambaye ni Kristo. Come down, Akishuka and put one foot on the land, na kuweka mguu mmoja juu ya nchi kavu, one on the sea, na mwingine juu ya bahari, and raise up his hand na kuinua mkono wake juu na kusema, the day is finished, siku imekwisha, time is run out, wakati umeondoka, it's all over, yote yamekwisha, time shall be no more. hapana wakati tena. Amina. Muhuri wa mwisho ambao ni muhuri wa saba, unapofunuliwa unapatikana Ufunuo sura 10. Amina. Bwana bariki. Sasa muhuri wa saba ni nini? Muhuri wa saba ni nini? Sasa utaelewa ujumbe. Ndugu Branham anasema ujumbe wake yeye ni muhuri wa saba. Sasa muhuri wa saba ni nini? Souls that are in prison. Nafsi zilizoko kifungoni sasa. Bwana wabariki. Ndiye anasema hivi. Tarehe 10 mwezi wa 11, Mwezi wa 10. Souls that is prison now. tarehe 10 Umeipata? para 136. Tuanzie ku 37. 37. Bwana wabariki. 37. Bwana wabariki. Amen. Sikili tusome wapendo. The seven is always the mystery. Saba daima ni siri. Ni fumbo. Watch that seven. Hebu angalie hiyo saba. That the finish. Hiyo ndio mwisho, ndio kumaliza. That was the coming of the Lord. Hiyo ilikuwa ndio kule kuja kwa Bwana. Heaven was quite silent. Nobody moved. Mbingu ilikuwa kimya kabisa, hakuna kilichosogea. Because Jesus said himself, not even an angel of heaven knows when I will return. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema ya kwamba hakuna hata malaika mbinguni anayejua wakati I don't nitakaporudi. even know it myself. What time? Hata mimi mwenyewe sijui ni wakati gani. Father has put that in his mind. Baba ameiweka hilo katika akili God zake. alone knows it, the Spirit. Mungu peke yake ndiye anayelijua hilo. Yule Roho Said, I didn't know it. alisema mimi sikulijua. Then it wasn't revealed. Kisha halikufunuliwa When that seventh trumpet sounded, or the seventh angel, wakati ile baragumu ya saba ilipolia, au yule malaika wa saba, a seal was opened. muhuri ilifunguliwa. Then there was silence in the heaven. Kisha kulikuwa na kimya mbinguni. It wasn't, see,
wasn't given away. Unaona, haikutolewa What would take place? Haikujulikana nini kingetokea. Nabii anasema muhuri wa 7 ni ujio wa Bwana Yesu Kristo. Sasa yeye nabii ambaye ni mjumbe wa muhuri wa 7, kwa kuongea namna nyingine tutasema Nabii Branham ni mjumbe wa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Amina. Nabii Branham ni mjumbe wa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Huyo ndio ujumbe wa ndugu Branham, ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Bwana wabariki. Maana ukitaka kuongea ujumbe wa ndugu Branham, ambia watu ujumbe wa ndugu Branham ni ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Sababu nabii anasema yeye ni mjumbe wa muhuri wa 7. Na muhuri wa 7 ni ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Nimuone Yesu, nisipomuona Yesu, lakini Nabii Branham ni mjumbe wa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Tusome neno ingine. The Lamb took his book. Mwanakondoo alikitwaa kitabu chake. The Lamb ni hiyo kitabu, hiyo para ya 208. Hiyo kitabu 208. Bwana wabariki. Tunasoma. There is silence in heaven. The Lamb took his book. Ni hapo tulikuwa, ni hapo. The Lamb took his book. Yule mwana kondoo alikitwaa kitabu chake. When the 7th seal just ready for it to be opened. Wakati ule muhuri wa 7 ukiwa tayari kufunguliwa. The 6th seal. Ule muhuri wa 7. Nakumbuka. He hid the 7th seal from us. Aliuficha muhuri wa 7 kwetu. He wouldn't do it. Asingeweza kufanya hivyo. When the angel stood day by day telling it, but then he wouldn't do it on that one. Wakati yule malaika alisimama siku kwa siku akieleza hilo, lakini asingeweza kufanya jambo hilo kwenye huo. There is silence in heaven. Kulikuwepo na kimya mbinguni. No one knew. Hakuna aliyefahamu. It was the coming of the Lord. Ilikuwa ni kule kuja kwa Bwana. Muhuri wa 7, hiyo kimya ya nusu saa ni ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki. Amen. Tusome sasa hiki kitabu anaitwa Breach. Pengo kati ya nyakati 7 za kanisa na mihuri. Bwana wabariki. Hiyo tunaita muhuri wa 7. Bwana wabariki. Muhuri wa 7 ni Ufunuo sura 10. Ufunuo sura 10 ni Kristo mwenyewe yuko anashuka. Bwana wabariki. Nataka mnifuate vizuri. Muhuri wa 7 ama Ufunuo sura 10 ni tukio la watu wawili. Bwana wabariki. Ni tukio la watu wawili. Hao watu wawili wanaitwa wa malaika. Bwana wabariki. Kuna mmoja eko nashuka mbinguni. Huyu mwenye anashuka mbinguni anaitwa malaika wa uwezo. Malaika mkuu. Mwenye nguvu, malaika mkuu huyu. Na huyu malaika mkuu si mwingine ni Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu malaika mkuu. Amina. Amen.
Sasa huku kudunia kuko malaika wa 7 ambaye ni ndugu yetu Branham. Bwana wabariki. Amen. Tulisoma na nyinyi, nabii anasema muhuri wa 7 wakati unafunguliwa tutaupata Ufunuo sura 10. Ufunuo sura 10 kuna malaika mwenye nguvu. Na Ufunuo sura 10 mna pia malaika wa 7. Bwana wabariki. Wapendwa, sikilizeni. Hiyo ujio wa pili wa Yesu Kristo watu wanaongojea, watu wanahubiri, ni tukio ya watu wawili. Amen. Amen. Bwana wabariki. Itakuwa ni tukio la watu wawili. Mmoja anashuka mbinguni, mwingine iko duniani. Huyu wa mbingu anashuka juu ya mwenye kuwa. Wakati nakuwa hivyo, tunapata ujio wa pili. Wakati nakuwa hivyo, tunapata ujio wa pili. Bwana bariki. Tusome. Tusome kwa kitabu The Bridge between the seventh church age and the Ile pengo kati ya nyakati 7 za kanisa na Paragraph. barabara ya nadhani itakuwa ni 40. Angalia kwanza 40 tu. Wanatia 74. Okay. Sawa ni. Now, sasa. You see, unaona, I'm just not making that up. Sijaribu kulitengeneza hili. That's what that save the Lord. Hiyo ni Bwana asema hivi. I read it to you out of the book. Niliwasomeeni kutoka kwenye kitabu. The sounding of the seventh angel's message. Kule kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa 7. The mystery of God should be finished. Siri ya Mungu lazima imalizike. That's been declared by his holy prophets. Ile ambayo ilitangazwa na manabii wake watakatifu. That the prophets who has wrote the word, kwamba wale manabii walioandika lile neno, at the sounding of the seventh church age, wakati wa kutangazwa kwa wakati wa 7 wa kanisa, the last church age, wakati wa mwisho wa kanisa, all the loose hands that throw these church ages have been probed at. Sehemu zote zilizolegea kupitia hizi nyakati za kanisa ambapo walizipapasa will be wound up together. Zitakusanywa zote pamoja. And when the seals are broken, now the mystery is revealed, na wakati mihuri inapovunjwa na siri kufunuliwa, down comes the angel. Hapo anashuka yule malaika, the messenger, yule mjumbe, Christ, Kristo, setting his foot upon the land, akiweka mguu wake juu ya nchi kavu, upon the sea, na juu ya bahari, with a rainbow over his head, na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Now, sasa kumbukeni. Now remember, sasa kumbukeni, this seventh angel, huyu malaika wa 7, is on earth at the time of his coming. Yuko duniani wakati wa kuja kwake. Wakuja huku wake huku. Hallelujah. Wakuja huku. Remember, kumbukeni, this seventh angel, huyu malaika wa 7, is on earth, yuko duniani at the time of this coming, wakati wa kuja huku. Amina.
Bwana awabariki. Wapendwa, tuamini ujumbe wa ndugu Branham. Kwambatana na ujumbe Bwana wetu Yesu Kristo. Siku atashuka, atakutana na ndugu Branham akiwa duniani. Sababu hatuna Wakristo wawili wa huyo. Nabii anasema huyo angel, huyo malaika mwenye nguvu, hakuna mwingine isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wakati yuko anashuka, nabii anasema malaika wa 7 atakuwa duniani wakati wa ujio huu. Atakuwa duniani. Sasa malaika wa 7 ameenda. Na wewe unaongojea Yesu aje. Unaamini kama Ufunuo 10 imeshatimia? Hauwezi kamwe kuamini ngurumo 7 limetimia bila ujio wa Bwana Yesu. Kamwe. Kwa sababu ngurumo 7 ni Ufunuo sura 10. Ufunuo sura 10, malaika wa uwezo anashuka toka mbinguni. Na malaika wa uwezo ni Kristo mwenyewe. Amen. Malaika wa uwezo ni Kristo mwenyewe. Hii wacha niseme kitu kingine. Hii niseme nini? Njoo mafundisho ya uongo ya ndugu Branham. Hii njoo false doctrine. False doctrine ya ndugu Branham njoo. Yaani hii ndio inaitwa mafundisho ya uongo ya ndugu Branham. Njoo dunia inaitwa mafundisho ya uongo. Hii njoo dunia inaitwa mafundisho ya uongo. Njoo. Hii ndio false doctrine ya ndugu Branham. Hiyo ndio mafundisho ya uongo ya ndugu Branham. Njoo watu wanaita mafundisho ya uongo. Bwana wabariki. Lakini ninajua ndugu Branham alikuwa anaongea kwa mizabibu miwili. Amen. Ndugu Branham alikuwa akiongea kwa mizabibu miwili. Haiwezekani kwa mwendeleo wa Biblia kwambatana na maandiko. Hauwezi amini ngurumo 7 zinafunuliwa alafu ujio wa pili wa Yesu ngani utafanyika. Hauwezi amini. Hiyo katika mapa plan ya Mungu hiyo haiwezekani. Ukisema ngurumo 7 zinafunuliwa, maana yake unasema malaika wa uwezo wameshashuka. Sababu malaika wa uwezo njoo iko naleta ngurumo 7. Na malaika wa uwezo si mwingine ni Kristo mwenyewe. Ukishasema muhuri wa 7 umefunuliwa, mpendwa, umefanya makosa. Kusema muhuri wa 7 umefunuliwa, umefanya makosa. Ukishasema muhuri wa 7 umefunuliwa, maana yake unasema Yesu ameshakuja. Hiyo ni hivyo. Hiyo jinsi ilivyo. Ukishasema muhuri wa 7 umefunuliwa, maana yake unasema Yesu amekuja. Sasa unaona ya kwamba ulikuwa umeshajiingiza mambo fulani ambao haukuelewa vizuri. Nakushauri urudi kwanza nyuma. Nakushauri upige hatua moja kwanza nyuma, ufikirie vizuri mambo ambayo uliyaamini.
sababu muhuri wa 7 ni ujio wa Kristo. Muhuri wa 7 ni Ufunuo sura 10. Muhuri wa 7 ni malaika wa uwezo anashuka mbinguni anakuja duniani. Na huyu malaika wa uwezo ni Kristo mwenyewe. Amen. Hawezi fika wakati ndugu Branham hayupo. Hawezi fika wakati ndugu Branham hayupo. Kufika kwake atakutana ndugu Branham akiwa mzima hapa. Amen. Saa zingine tuisome tena. Tuisome tena. Bwana wabariki. Ndugu, ile tuisome tena. Para ya 40 Ile pengo. tuisome tena. Labda mara ya kwanza tuisome vizuri, tuisome tena. Ndio maana wataalamu wa dunia, watu ambao wataalamu wa hii dunia, watu wa akili wa hii dunia, sawa vile ndugu Frank yeye alijongopea mbali sana kusema ngurumo 7 zinafunuliwa, sababu anajua matukio. Ndugu France huyo Alemani ndugu France, ndugu Frank Ewald Frank, yeye ni mwerevu sana. Aliona asijingize mambo kama haya. Ni mwerevu sana. Aliona vizuri asijingize maneno kama haya ya kusema ngurumo 7 zimefunuliwa. Ni mwerevu sana, alikimbilia mbali. Kwa sababu ukiingiza tu kichwa maneno ngurumo 7, maana hiyo wanasema Yesu ameshakuja. Ndio maana werevu wa dunia hii wanakimbilia mbali. Lakini watoto wachanga ambao si werevu wao wanaingia. So, now you see. Sasa unaona, I'm just not marking that up. Sijaribu kulitengeneza hili. That's what hilo ni that save the Lord. Ni Bwana asema hivi. I read it to you out the Bible. I read it to you out the Bible. Ninawasomeeni kutoka katika kitabu. The sounding of the 7th angel's message. The mystery of God should be finished. Kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa 7, siri ya Mungu lazima imalizwe. That's been declared by his holy prophets. Kama walivyotangaza manabii wake watakatifu. That's the prophet who has wrote the word. Hao ndio manabii walioliandika lile neno. At the sounding of the 7th church age. Wakati wa kutangazwa kwa wakati wa 7 wa kanisa. Last church age. Wakati wa mwisho wa kanisa. All the loose hands. Sehemu zote zilizolegea. Church age. Ambazo kupitia nyakati zote za kanisa ziligusapaswa will be wound up. Zitakusanywa zote kwa pamoja. And when the seals are broke, na wakati mihuri inapovunjwa, and the mystery is revealed, na siri kufunuliwa, down comes the angel. Ndipo anaposhuka yule malaika, the messenger, yule mjumbe, Christ, Kristo, setting his foot upon the land and upon the sea, with a rainbow over his head. Akiweka mguu wake juu ya nchi na mwingine juu ya bahari, akiwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Kwa Kiingereza, ukisikia mtu anakuambia anaongea kwa Kiingereza, anasema remember, maana yake anakuambia hii jambo ulisisahau. Kwa
Kiingereza ukiona mtu anaongea na mwambia remember, maana yake anataka kuambia hii jambo, anataka kuambia saa hii usilisahau. Anasema now remember, Sasa kumbuka, this seventh angel huyu malaika wa saba is on earth yuko duniani at the time of this coming. wakati wa kuja huku. Amen. Bwana wabariki. Tuongeze andiko ingine. Bwana wabariki. Soma wapatie ile Ujumbe ule para ya 44. ile ujumbe. Ujumbe huo 44. Tumepata? Now, Sasa we see that this seven-sealed book now tunaona kwamba hiki kitabu kilichotiwa mihuri is the saba mystery of redemption. ni siri ya ukombozi. It's a book of redemption. Ni from kitabu cha God. ukombozi kutoka kwa Mungu. Now, Sasa all the mysteries at this time should be finished at the sounding of this messenger. Sasa siri zote katika wakati huu lazima ziwe zimemalizika wakati wa kutangaza kwa Malaika huo. wakati wa tangazo la malaika huyu. Mjumbe huyu. Wakati wa kutangaza kwa mjumbe huyu. Now all the mystery at this time should be finished at the sounding of this messenger. Sasa siri zote lazima zimalizike wakati wa kutangaza kwa mjumbe huyu. Now, Sasa here is the angel on earth. hapa yuko malaika duniani. William Branham. Amen. William Nisaidia sana wakati unataya ndugu Branham. William Branham. Hallelujah. Now, Sasa here is the angel. hapa yuko huyu malaika. The angel on earth. Malaika duniani. And another angel, Na malaika mwingine, mighty messenger, mjumbe mkuu come down. akishuka. See, this angel, Huyu malaika William Branham, was a heavenly angel, messenger. alikuwa ni malaika wa duniani, mjumbe. But here comes one down from heaven. Lakini hapa anakuja mwingine kutoka mbinguni. A rainbow covenant. Ile upinde wa mvua, See, agano. see, Unaona, only was it could be. ni Kristo peke yake ndiye angeweza kuwa. Amina. Amen. Si malaika wa harizini wa duniani yeye. Malaika mwingine wa kutoka mbinguni yeye. Simamo iko wazi hiyo. Amina. Wa malaika wawili wako hapa. Sasa hao malaika wawili. Huyu mmoja huyu kwa kutumika kazi zake, huyu mmoja anahitaji mwili. Kwa maana alimwambia hivi, usinywe pombe, Hallelujah. usivute sigara, Amen. usitafue mwili wako kwa vyovyote, sababu utakapokuwa mtu mzima nina kazi ya kufanya na wewe. Amen. Hallelujah. Wapendwa, sina njia nyingine ya kuhubiri maneno haya. Sina njia nyingine. Hii ni njia pekee ninayo. Amen. Amen. Wapo hapo. Bwana wabariki. Si kwa picha, kwa manyumba zenu, hata kwa vitabu ya nabii. Anaita malaika. Malaika mmoja huyu, malaika mwingine. Sasa huyu alishuka ndani ya huyu. Wakati
wakati huyu anaingia ndani ya huyu sasa, wakati anaingia ndani ya huyu, Luka 17 inatimia. Amen. Luka 17 inatimia. Anaanza kupambanua siri za mioyo ya watu. Amen. Mwenye alikuwa anapambanua siri za mioyo ya watu haiko huyu. Huyu hawezi kupambanua siri za mioyo ya watu. Hana uwezo wote kujua siri ya moyo wako. Hana uwezo wote. Sasa huyu ndani yake ndio alikuwa anajua moyo wako na waza. Amen. 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 Kisha wakaenda, kisha kukakuwa kifo, gari ikakuwa ikapiga huyu. Wakati gari napiga huyu akajiondoa. Huyu akarudi kumavumbi, huyu akabakia ndani ya kanisa. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Tusome nabii fasi moja. Mungu asaidie. Naweza kupatia nafasi wapi haraka? Mungu awabariki sana. Nataka nipate nafasi kwenye nabii anasema juu ya kurudia kwa mwili wangu mavumbi. Kwenye mavumbi. Nataka nipate nafasi. Bwana wabariki. Okay, tuangalie nini? Mpendwa, tuangalie El Shaddai. Ujumbe El Shaddai. Tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 1959. Para ya E73. Umepata? Bwana wabariki. Sikiliza nabii anasema, Lord God, Bwana Mungu, be merciful. unirehemu And quickly, na kwa haraka Lord, Bwana, shake them. uwatikise. Nabii anaomba Mungu atutikise. Nabii anaomba Mungu atutikise. Bwana wabariki. Bwana atutikise. Atutikise mpaka kisehemu kitoke ndani. Lord, shake them. Bwana, uwatikise. Let them not look at flesh. Wajalie wasitazame mwili. That same flesh that God dwelt in disappeared in a little bit after that. Ule mwili ambao Mungu alikaa ndani yake ulipotea. Hapa iko naongea kuhusu hiyo Genesis 18 wakati wa Sodoma. Jinsi Mungu alikuwa mwa ule mwili. John mwili iko naongea saa hii. Mwanzo 18 wakati Mungu alipopotea baada ya hiyo huduma. Anaendelea. Vanished because God only used it. Ulitoweka kwa sababu Mungu aliutumia tu. So will the flesh that is using now, vivyo hivyo na mwili huu ambao anautumia sasa, will vanish one of these days. Utatoweka moja ya siku hizi. It will go back to the dust of the earth. Utarudi kwenye mavumbi ya ardhi. Jesus dies. Bwana akikawia. But the Spirit of God will live on forever. Lakini Roho wa Mungu ataendelea kuishi milele. Lord, Bwana, let people see this. Jalia
7. Mungu alipomaliza kazi ya mwili ilirudi kumavumbi. Ndio maana hawezi anza maombi, Mungu, we Mungu wangu Branamu, we Mungu Branamu ambao ulikuwa mwa kizazi, hapo unashikwa na pepo. Mwili ulitumiwa kwa muda kwa kutimiza maandiko. Ndio. Maandiko Mungu akishamaliza kutumia maandiko, basi kazi ya mwili imekwisha. Amina. Anarudisha kumavumbi. Alafu roho wa Mungu anaendelea mkanisa. Amina. Bwana abariki. Hii saa hapa kwenye tuko saa hii, mwili huu umelazwa huko Jeffersonville. Lakini huyu yeye hiyo accident haikumpata huyu. Hiyo ajali haikupata. Hiyo ajali haikupata huyu. Bwana abariki. Wakati walienda mkaburi huko ya Jeffersonville, abakutia huyu. Huyu yeye alibaki. Kwa sababu Dar es Salaam kuna bibi harusi. Ilibidi huyu abaki kwa kuwa ndani ya bibi harusi. Amen. Bwana abariki. Sasa hivi ndani yetu huyu ndio yuko. Kazi yake ilisha, ameshatimiza maandiko, kazi yake ilisha. Mungu awabariki. Amen. Naweza kuongeza nyingine neno. Mungu awabariki sana. Amen. Anasema hapa hivi, Bwana wabariki. Kwa hiyo ujumbe, wapatie ujumbe. Is there anything too hard for the Lord? Je, kuna jambo lolote gumu kwa Mungu, kwa Bwana? Umehubiriwa tarehe 28 Nasoma andiko nyingine moja mwezi wa 3 tunakomea mwaka 1960. Paragraph hii 21. Mungu awabariki. Sasa nataka mjue hivyo. Tunaweza soma. And after the other two, and went they appointed place to preach the gospel. Na baada hii nabii anaongea hiyo maneno ya kitabu cha Mwanzo sura 10 na 8. Kwenye Mungu alionekana kudunia na malaika wake wawili. Sababu nabii Bwana Yesu alisema sisi mwana wa Adamu Mungu kwetu tutampokea, tutakuwa naye kama jinsi ilivyokuwa wakati wa Sodoma. Sasa nabii anaonyesha sasa hiyo maneno ya kule Sodoma ili tuone ni inafanyika leo. Okay, anasema and after the other two had went to they appointed place to preach the gospel. Na baada ya wale wawili kuelekea sehemu yao iliyokuwa imechaguliwa kwa ajili ya kwenda kuhubiri injili. Wale wawili njoo ile wakati ilikuwa ni Gabriel na Mikael. Wakaenda ku Sodoma. Lakini leo ilikuwa ni Billy Graham na Oral Roberts. Wakaenda kwa madhehebu. This one who he called the Lord. Huyu hapa mmoja ambaye yeye alimwita Bwana. And that Lord is capital Lord. Na hiyo Bwana yenyewe ni herufi kubwa. Elohim, the great mighty Jehovah, he was in the flesh a man. Elohimu, yule Yehova mkuu mwenye nguvu, alikuwa ndani ya mwili mtu. Amina. Elohim alikuwa ndani ya mtu wakati kule kusodoma. Someone said to me some time ago, said, now, wait just a minute be.
Mtu mmoja aliniambia wakati fulani uliopita kwamba hebu ngoja dakika moja mbili. You don't really believe that was God, that man was God? Unaamini kabisa kwamba yule mtu alikuwa ni Mungu? Hauamini kabisa kwamba yule mtu alikuwa ni Mungu? I said I sure believe it was God. Nikasema naamini kwa hakika kabisa kwamba alikuwa ni Mungu. Said, kasema, how in the world could God ever be in a human form? Ni wapi hapa ulimwenguni ambapo Mungu amewahi kuwa katika umbo la kibinadamu? I said, well, you might think it was theophany, but it wasn't, because he hid the flesh of calf, drink milk, eat can of bread, sit there, talk. He was a man. Vema, unaweza ukafikiri kwamba yeye alikuwa ni theofania. Kwa nini? Haikuwa. Lakini haikuwa, kwa sababu yeye alikula nyama ya ng'ombe, akanywa maziwa, akala mkate wa ngano, akakaa pale akaongea. Alikuwa ni mtu. Sasa huyu mtu huyu njoo mwenye Luka 17 inasema na sisi tutampokea siku ya mwisho. Na ilifanyika wakati huyu anaingia humu na sisi tukapata mtu wa hivi. Bwana wabariki. Oh, why it's easy for our God to just reach over and get a handful of calcium. Kwa nini ni rahisi kwa Mungu wetu kufikia kuchota tu mkono mmoja wa calcium, hapa madini ya calcium? Ni kwepesi sana Mungu wetu kunyosha mkono wake na kuchota potash, madini ya calcium, potash na petrol. We are made out of 16 different elements of the world. Tunatokana na chembe 16 za ulimwengu. He made all the elements just reach over and grab a handful of elements. Say, alifanya chembe zote hizo. Kwa hiyo alienda tu pale akachota mkono mmoja wa chembe hizo. Akasema step in that Gabriel. Ingia huko Gabriel. Reach over and get another. Akaenda akachota na mwingine. Set in that Michael. Ingia huko Mikaeli. Get another. Akachukua akachota nyingine for himself. Ya kwa ajili yake mwenyewe. Set him there. Akaingia huko. Why sure? Kwa nini hakika? You will call me someday. Utaniita siku moja. Ataniita yeye siku moja. I may not be no more than that, and you will call me back into my body. Naye ataniita na resurrection. Na sitakuwa tena, atanirudisha, atanileta tena kuufufuo. Okay. We got the mighty God for our God. Tunaye Mungu mwenye nguvu. Sure, I believe it was him. Na hakika naamini kwamba ilikuwa ni yeye. And then disappear and vanish. Na kisha akatoweka na kupotea. He just used that just as long as he wanted to. Alitumia tu hilo baada mtu alitaka tu kufanya hivyo. Then just send it back to the dust again. Kisha akairudisha kwenye mavumbi tena. Akaurudisha kwenye mavumbi tena. Ule Mungu akarudisha kwenye mavumbi tena. He will use you as long as he wants to. Atakutumia wewe back to the dust. Baada mtu anataka na kisha anakurudisha kwenye mavumbi. He will use me as long as he wants to. And then I go back to the dust. Atanitumia maadamu tu yeye anataka, na kisha baadaye atanirudisha kwenye mavumbi. But that glorious thought, that glorious truth. Lakini someday you will wazo hilo rise from the dust. Lakini wazo hilo lenye utukufu. Bwana wabariki. Huo ukweli wa utukufu siku moja ataniita na nitafufuka kutoka kwenye hewa. Ndugu Branham iko wazi, anaonesha jinsi Mungu atamtumia
na baadaye mwili utarudi kwa mavumbi, sababu itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma. Wakati wa Sodoma Mungu aliokota mwili akaingia ndani, akaokota mwingine akatia Gabriel na Mikael, wakaenda kwa Abrahamu, wakawa wanadamu kabisa katika miili, wakaenda kwa Abrahamu. Baada ya hiyo miili karudi kwa mavumbi. Sasa Bwana Yesu alisema huyu mwana wa Adamu mwenye atakuja leo itakuwa kama wakati wa Sodoma. Maana yake tutampokea mtu ambaye mwili itakuwa ni mwili yenye si mkamilifu, mwili yenye Mungu anaweza kuingia amo, anafanya kazi kwa muda. Sasa huyo mwili unarudi kwa mavumbi. Ni tofauti na mwili wa Bwana Yesu. Mwili wa Bwana Yesu hao uligeuka ukarudi nguzo la moto. Lakini kama maana Yesu mwana wa Adamu, wakati Yesu anatuahidi mwana wa Adamu, hakusema kama mwana wa Adamu atakuwa kama yeye, hakusema hivyo. Alisema mwana wa Adamu itakuwa kama Sodoma. Sababu alikuwa anajua kwamba itakuwa ni mwili yenye itarudia kwa mavumbi. Bwana amina. Hapo kwenye tunaongea Luka 17 imeshatimia. Na Luka 17 ikitimia ni mwana wa Adamu, yenye tunabaki nayo ni mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi ndio mwenye anabaki. Sasa mwana wa Daudi ni ujio wa tatu. Sasa kama unasema huyu mwana wa Adamu si ujio wa pili, sasa wewe kwako sasa ni nini? Sababu tukimaliza tu mwana wa Adamu tunaenda mwana wa Daudi. Amen. Sasa nabii anaonyesha kwa maandiko yote kama Luka 17 ilitimia. Bwana Mungu awabariki. Yesu Kristo muhuri wa 7 ulimleta Yesu arizini hapa duniani. Tusome na Biblia kumalizia. Bwana awabariki. Ndio maana wapendwa, wakati mnaenda kuomba Mungu, nyinyi muombe Mungu kama watu wa ujumbe. Muombe Mungu, usiombe Mungu sawa watu wa madhehebu. Unakutana mtu unaomba Mungu wa Danieli, Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego. Ule Abednego kwa nataa pale, wewe unamshinda na mbali. Abednego hawezi kufikia wewe. Ni kwa sababu unamsoma Biblia, ni hadithi, ni mambo ya zamani imeshapita. Kwa maana unawaza kama alikuwa wa ajabu sana. Abednego hawezi kufika hapo wewe. Kwenye wewe uko na Abednego ni mbali sana. Hii mambo ambayo wewe unajifunza leo, hii mambo tunaona saa hii. Abednego, Meshaki, wakina Daniel, hii maneno yote walikuwa wanatamani waione. Walikuwa wanatamani waione. Kama leo tunatoka hapa kwa hii dunia, tunakutana na wakina Daniel, wakina Musa, wakina Abednego, tunaanza ongea, tutawacha kwanza wao waseme maneno yao. Wataanza mimi ni Daniel, nilitupa kwa siku moja kwa chini ya simba na simba ikashinda kunila. Mimi ni Daniel ambaye unasoma kwa Biblia. Meshaki Abednego atasema sisi njoo wale tulikuwa ndani ya tanuri ya moto na ikashinda kutengeneza. Ni sisi hao. Sisi njoo. Musa atasema mimi njoo nilifunja bahari nyekundu. Ni mimi hapa. Wataongea maneno yao na watamaliza. Watakapomaliza sisi sasa tutawaambia. Unajua nini? Daniel, kuna maneno fulani wewe Daniel ulikuwa unapenda uyajue. Haleluya. Wewe Daniel, kuna maneno fulani ulikuwa unapenda uyajue. Ukaomba, ukafunga juu yajue. Lakini Mungu akakwambia hautayajua leo. Wewe uende zako. Lakini siku ya mwisho yale maneno yatajulikana. Amen. Wakati tutaanza kuongea hivyo, Daniel ataambia Meshaki, nyamaza kwanza, nyamaza. Nyamaza kwanza. Tusikie maneno.
watu wananyamaza, wanataka wasikie. Mimi ni juu ya kuonesha namna gani niliishi mkizazi kiajabu sana. Nitaita tu dada moja. Mimi sitaongea. Huku anaanza kuambia kabla kujakuwa mwanzo kulikuwa umilele, na mwa huyo umilele mulikuwa Elohim. Hiyo ni maneno Daniel hakujua. Bwana bariki. Amen. Tunaishi katika siku kubwa sana. Tunaishi katika siku ya utukufu. Amen. Watu wa samani sana. Tangu waumbe dunia, hakutawahi kuwa taifa kama nyinyi. Hakutawahi kuwa taifa kama nyinyi. Kama nataka kuomba Mungu, endea tu Mungu mwambie Bwana, wewe ambao ulikuja katika kizazi hiki, madhehebu inakukataa, lakini mimi nilikupokea. Sasa mimi ambaye nilikupokea, Mungu, shida yangu ni hii. Atajibiwa. Bwana bariki. Ndio wapendwa. Wimbo mmoja mnaimba hapa hivi kwa nasema Elia wa Malaki 4. Kwa wimbo mmoja mnaimba hapa kwenu unasema kuhusu Eli. Wote walioni. Tuimbe kwanza Moses. Bwana wabariki. Amen. Sasa hii Bwana bariki. Jinsi mko hapa, sahau. Wewe mwenye ulingia hapa mgonjwa, sahau. Sikilizeni. Yeye anaponyaka ugonjwa, si mikono ya mchungaji. Ni upako. Sisi hapa kuko upako. Kile yanapa nijaba mgonjwa, anaponywa. Hallelujah! Wote walionipenda, walinionyesha Malaki 4. Walionipenda, walinionyesha Malaki 4. Wote walionipenda, walinionyesha Malaki 4. Walionipenda, walinionyesha Malaki 4. Yeah.
Alinionyesha Baba